jinsi ya kufanya vitu vya kimaajabu ajabu. Alikuwa mtu ambaye alipigana. Daudi anajua, kwa nyumba nimepoteza kwa sababu siri za nyumba, udhaifu wangu kama baba Absalomu anaujua, na udhaifu wangu kama mtu rafiki zangu wanaujua. Mtoto na rafiki wameungana kunifukuza, kwa hivyo siwezi kubaki hapa. Kitu cha pili, Daudi alisema, nikibaki katika Yerusalemu, tukipigania Yerusalemu, tutabomoa vitu vya samani. Halo, kuna wakati utakataa kupigana, watu wafikiria umeshindwa, kumbe umehesabu vitu vya samani ambavyo hautaki kuviharibu, na ndio kwa maana umekataa kupigana. Kitu cha kwanza cha samani ni wokovu yako. Hauwezi kubali vita visivyo vya maana, kwa sababu wokovu yako ni ya samani. Ni sharti ukimbie adui, sio kwa sababu ana nguvu kukuliko, lakini kwa sababu ni sharti uchunge vitu vya samani. Daudi akakimbia kutoka Yerusalemu, na alipokimbia kutoka Yerusalemu, Daudi, Biblia inasema kwa kitabu cha Zaburi, akafika mahali akalia, akasema, Mungu, usiniache kwa wakati wa uzee wangu, usiniache wakati adui zangu wanaposema, mkamateni, mkamateni, maana nguvu zimemwishia. Kuna wakati alifika akajua ya kwamba wimbo wa adui zake ni udhaifu wake, wimbo wa adui zake ni uzee wake, wimbo wa adui yake ni kukosa nguvu. Alipigana sana, walijua historia zake, walijua vile alipiga Goliati, walijua vile aliua simba, walijua vile aliua dubu, walijua hiyo yote. Lakini saizi wanasema hiyo nguvu ya kuua simba hatuijali, hiyo nguvu ya kuua dubu hatujali, hiyo nguvu ya kuua Goliati hatujali. Amezeeka, ameisha, tunaweza kumumaliza. Na kuja kukutangazia, aliyekushindia simba atakushindia maadui zako, aliyekushindia dubu atakushindia maadui zako, aliyekushindia Goliati hata kwa uzee wako bado atakushindia. Kama unaamini sema haleluya. Daudi akakimbia, na alipoenda kukimbia, anaenda, kumbuka Daudi iko na mtu anaitwa Yoabu. Yoabu alijua kupigana vita. Yoabu anajiuliza, kwa nini Daudi anaweza kukimbia nikiwa mmoja wa watu wake? Kwa nini Daudi hawezi kunipa ruhusa nitumike kwa watu, kwa hao maadui zake leo, ni wachape mpaka kuwamaliza? Kuna wakati wa kuchapa na kuna wakati wa kuachia Mungu achape. Na kutangazia leo, utaachia Mungu achape, na Mungu ataguza mahali wewe usingeliguza. Kama unaamini sema haleluya. Yoabu wakakimbia pamoja na Daudi, na walipokimbia pamoja na Daudi akafika mahali, watafiti wa Biblia wanasema akaanguka chini, na alipoanguka chini akaanza kulia machozi. Na machozi yake, watafiti wa moja wa Biblia wanatuambia ya kwamba yakaanza kuteremuka kama mifereji ya maji, yakaanza kuteremuka ni kama wamefungua mifereji ya maji. Machozi ya Daudi asingeliweza kuyachunga kwa sababu yalikuwa machungu sana. Asingeliweza kuficha uchungu wake, asingeliweza kuficha vita vyake. Kama vile wewe uliye hapa leo, umefika mahali huwezi tena kuficha vita vyako. Umelia ya kutosha, pilo yako imejaa, kitanda kikajaa, kila mahali kukajaa. Usiku wa leo natangaza kuna tumaini kwa wale ambao wanamtegemea Mungu. Bado kuna tumaini kwa wale ambao waliokata tamaa, bado kuna tumaini. Mungu ainuke juu yako. Nasema Mungu ainuke juu yako, ili kwamba maadui zako watawanyike. Nasema acha Mungu ainuke kwa maisha yako, maadui zako watawanyike. Kama unaamini sema haleluya. Kama unaamini sema haleluya. Kama unaamini sema haleluya. Haleluya. Daudi alipolia hayo machozi, Absalomu akatanganywa na mtu mmoja ambaye walipokaa, Yoabu anauliza, tunaweza kurudi kwenda kupigana? Daudi akasema, sitapigana na mtoto wangu. Sitapigana na mtoto wangu.
Wewe umekuwa ukipigana na kila mtu. Yeyote anayekuja kwa njia yako unachapa. Yeyote anayefanya hivi unachapa. Na kutangazia leo, acha kupigana na watoto wako. Nasema acha kupigana na watoto wako. Kama unataka kuzeeka vizuri, fanya amani na kila aliye karibu yako. Atakayekataa amani, mbingu zitashughulika. Nasema atakayekataa amani, mbingu zitashughulika. Lakini sio wewe. Angalia jirani yako, mwambie kutoka leo acha laana. Angalia mwingine, mwambie kutoka leo acha kulaani watu hivyo hivyo. Kama unasikia, patia Bwana makofi mazuri. Haleluya. Daudi akasema sitapigana na mtoto, lakini akatuma mtu mmoja waende waangalie ngazi ya ujinga wa mtoto wake. Huyo mtu mmoja akaenda akaingia kwa washauri wa Daudi wa Absalom. Wakati Absalom alisema sasa tunaanza kutawala, huyo akajaribu ujinga wa Absalom, akamwambia Absalom, hapana, fanya hivi. Daudi atajipanga huko mahali ameenda na atarudi na nguvu, na unajua baba yako kwa vita. Wende kabla hajamaliza kujipanga, wende umumalizie. Halo, nimekuachia Jerusalem, nimekimbia nje ya Jerusalem, umejiweka nguvu, unifuate mahali nilikwenda. Mbingu zinataka kumaliza mtu. Nasema kuna mtu mbingu zitamalizia. Umemwachia kenye alikuwa anapigania, umempatia kila kenye alitaka, lakini mahali umekimbilia bado wanakufuata. Katangaza usiku wa leo, mbingu zitasimama na kunyamazisha sauti ya adui zako. Kama unanisikia sema haleluya. Absalomu alipofanya hatua ya kuenda, Biblia inasema akafa mpaka udongo ukamkataa. Akafa, udongo ukakataa kumguza. Nywele zake zikashika kwa mti na mwili wake ukaoza ukiwa hewani. Natangaza usiku wa leo, yeyote ambaye amekataa kuachana na wewe, kifo chake kitakuwa kifo cha kimungu. Mbingu zitafanya kitu ya kimaajabu usiku wa leo, kwa sababu wewe umeamua kufuata amani na yeye, lakini amekataa. Basi mbingu zishughulike. Kama unanisikia sema nasikia. Biblia inaniambia ya kwamba huyu mtu anaitwa Musa alipoangalia akaona ya kwamba Kora amekataa kusikia na Datani amekataa kusikia. Akasema, ikiwa mimi ni mtumishi wa Mungu, mtakufa kifo ambacho sio cha kawaida. Halo. Kumbe kitu ambao hawakujua ni kwamba Musa anayezungumza ni Mlawi, na Mlawi ni mzaliwa wa tatu wa Yakobo, na Yakobo alikuwa amepanga watoto wake kufuatana na vile mbingu zilikuwa zimewaweka. Kwa hivyo Lawi alikuwa mzaliwa wa tatu, na siku ya tatu Mungu aliumba ardhi. Tuko pamoja? Kwa hivyo Lawi alikuwa amesimamia ardhi. Na ndio kwa maana mimi nikiwa Mlawi, wewe uleta sadaka yako, mbegu yako kwa udongo, kwa sababu mimi si mtu, mimi ni Mlawi. Mlawi ni udongo. Halo. Sasa wakati huyu Musa alishindwa kujipigania, wakati Musa aliona ya kwamba wakiongea, unajua kwa mazungumzo Kora na Datani walikuwa na nguvu kuliko Musa. Walikuwa na uwezo wa kuongea kuliko Musa. Musa alikuwa na uzito wa kuongea. Kwa hivyo Musa aliposhindwa kuongea, uzao wake ukamwongelea, ardhi ikampigania. Naongea na mtu hapa. Musa aliposhindwa kuongea, uzao wake ukampigania, ardhi ikafungua kinywa, kwa sababu Musa ametoka kwa uzao wa tatu, uzao wa ardhi. Natangaza mahali haujui kujipigania leo, uzao wako ukupiganie leo. Nasema mbingu za baba yako zikupiganie leo. Kama unanisikia sema haleluya. Kwa hivyo Kora na Datani wakafa kifo ambacho sio cha kawaida, kwa sababu walipingana na Musa hata baada ya kutaka kufanya amani na wao. Unapoendelea kusimama, nauliza Pastor Alfred, chukua Biblia tuseme Luka 7
11 hadi 16. Nilikuwa nimesema leo sita shout. Ninaona sita shout kweli. Luka 7:11 hadi 16. Biblia inasema hivi: baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini. Baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini. Na wanafunzi wake walimfuata naye pamoja na mkutano mkubwa. Na wanafunzi na mkutano wakamfuata. Na alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti inachukuliwa nje. Oh my God. Hapo palikuwa na maiti inachukuliwa nje. Ni mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane. Na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomwona alimwonea huruma. Ndio. Akamwambia, usilie. Akakaribia akaligusa jeneza. Wale waliokuwa wakilichukua wakasimama. Akasema, kijana, na kuambia inuka. Yule maiti akainuka, akaketi, akaanza kusema, akampa mama yake. Hofu ikawashika wote, wakamtukuza Mungu wakisema, nabii mkuu ametokea kwetu na Mungu amewaangalia watu wake. Amen. Amen. Tunaweza kuketi. Hofu ikawashika wote, wakasema, nabii mkuu ametokea kwetu na Mungu amewaangalia watu wake. Naomba usiku wa leo Mungu akuangalie tena. Kwa dakika chache alinyamaza, lakini kwa muda wa kudumu akuangalie tena. Biblia inasema hasira yake huchukua muda mchache, lakini fadhili zake ni za milele. Naomba usiku wa leo Mungu akuangalie tena. Mbingu zifungue macho zikuangalie tena. Mahali popote pale tumaini lilipotea, mbingu zifungue macho yako tena zikuangalie kwa jina la Yesu. Watoto wa Mungu, kila mmoja wetu dunia hii ana muda wa mlima na mabonde. Kila mmoja wetu, uwe ulizaliwa mchana ama ulizaliwa usiku, uwe ulizaliwa wazazi wote wawili wakiwa hapo ama wakiwa safarini, kila mmoja wetu ana muda wa mlima na mabonde. Kila mmoja wetu ana muda wa furaha na wa kulia. Kila mmoja wetu ana muda ambapo mambo yanakataa kabisa. Kila mmoja wetu ana muda ambapo ungelitaka upumzike utoke dunia hii. Inafika wakati fulani unahisi ni kama mbingu zilikukataa. Unafika wakati fulani unahisi ni kama mambo hayajakubalika hata kidogo. Hata ungelitaka namna gani yamekataa kutendeka. Unafika mahali fulani kwa maisha yako vitu vinakataa kutembea. Unajiuliza, kwani mimi nilifanya nini? Unafika mahali ambapo tumaini inapotea. Kila mtu dunia hii atakayekuambia ya kwamba kila kitu inaenda sawa milele atakuwa na kudanganya. Kuna wakati mahali fulani mambo hayakuwa sawa. Kuna wengine wako hapa wanajiuliza, leo ni tarehe ngapi? Leo inawezekana ni tarehe 3. Mwezi unasonga.
Leo ni tarehe 2, ninaelekea Monday, itakuwa tarehe 5. Landlord atafunga nyumba na umeanza kuchoka, umeanza kukata tumaini, umeanza kuona ni kama ni heri usingelikuweko. Unaangalia watoto, nguo zimeraruka kwa mwili, na ikiwa una pesa za nguo, afya imeraruka. Unajua kuna watu wana pesa lakini afya ilikataa kabisa. Najua mzee mwingine alikuwa mtajiri sana, lakini akaambiwa hospitali ya kwamba anaweza kutumia tu waru moja kwa siku, na hiyo waru aiponde alafu alambe, kwa sababu wameshafanya surgeries nyingi kwa tumbo mpaka wakatoa hana mahali ya kuwekea chakula, tumbo yake na uwezo ya kubeba waru peke yake, lakini pesa anazo. Kama sio magonjwa, ni watu wamekataa kukusikia. Maadui wanainuka kutoka kila ngambo. Ukitaka kufanya amani na hawa wanakugeuka, ukitaka kuongea na hawa wanakugeuka, ukitaka kufanya chochote duniani kinakaa ngumu. Na umefika mahali ulilia mpaka machozi haisaidii, ulinena mpaka maongezi haisaidii. Kuna wakati unachukua simu yako unaangalia namba za watu, una scroll mpaka unajikuta hata yako unaisahau. Watu wamekuacha kabisa, kila kitu imekataa kabisa. Unafanya kazi kwa bidii lakini matokeo ni machache sana. Unaongea lakini matunda ya mawazo yako ni machache sana. Unafika mahali unawalaumu watu, lakini hata watu ukiwalaumu bado haikusaidii. Unafikiria wengine ndio wazuri, wengine wamekuacha. Watu wakiwa wanasimama hata mahali wanacheka, unafikiria ni wewe wanachekelea, kwa sababu mambo yamekataa kabisa. Wale uliowaelezea shida zako walikwambia watafikiria, miaka rudi miaka nenda, wanaendelea kufikiria, hawana solution. Ulifikiria basi utaamini watu wa kanisani, na ulipoenda kwa kanisa ukawaelezea, wakakwambia tutakuombea, na umehisi ni kama hata kama wataniombea kuna kitu ninahitaji saizi na hakifanyiki. Unawaza mpaka mawazo inafika mwisho. Unaangalia umri wako na matokeo ya maisha yako, unaona ni vitu viwili tofauti kabisa, havifanani. Unaangalia wengine mlisoma na wao mahali wamefika, unasikia unachoka sana. Unaangalia wengine wa umri yako jinsi wamekuwa, unahisi ni kama heri ungelikufa. Ukiwa mbele za watu unajaribu kufake smile, unajaribu kujiwekea kicheko kwa uso ili kwamba wafikirie wewe ni mtu mzima tu na uko sawa. Kumbe moyo wako unaungua na unaoza. Umefika mahali ukajua ya kwamba historia za wengine kufanikiwa ni zao, lakini mimi hapana. Unaangalia familia, wanaume wengine, unaingia kwa nyumba uko naomba Mungu mama asikwambie hakuna kiberiti, kwa sababu majibu ya hiyo kiberiti inaweza kuwa mbaya kuliko kiberiti peke yake. Mambo yote inakataa, na kila siku ukiamuka unasema ninajua ya kwamba nimelaani.
ninajua ya kwamba sitafanikiwa. Umetafuta kazi ukakosa, ukatafuta kibarua ukakosa, ukatafuta mahali utasaidia mkono ukakosa, ukatafuta nani utaomba ukakosa, na ukafika mahali ukahisi ni kama maisha yako ingelichukuliwa tu. Watu wengine wanapoongea, unaona wanaongea na furaha. Wakifika kwako, furaha yao inaanza kuisha. The way wanakukaribia, kicheko kinapotea, kwa sababu unaonekana haufai. Mtu mmoja akasema, mwanaume mwenye hana pesa hata umbo ya kaki inaweza kumuuma. Na maisha imekuwa ngumu, vitu vimekataa kutembea, vitu vimekataa kufanyika. Umegonga ukagonga mpaka ukachoka, moyo ukachoka. Jioni ya leo nimekuja kukutangazia ya kwamba nilipomuuliza Mungu kukuhusu, aliniambia nikwambie iko tumaini. Nilipouliza Mungu atapita kwa magumu hii mpaka lini, tutapitia vita hivi mpaka wakati gani, akaniambia mwambie mtoto wangu iko tumaini. Nimekuja kuzungumza na mtu mmoja na sijui ni nani, lakini huyo mtu ambaye maswali yake yalikosa majibu kabisa, Bwana alinituma nimwambie iko tumaini. Haleluya. Leo natisikia kubariki mtu mmoja. Kuja nikubariki. Kuja nikubariki. Bwana alinituma nikwambie iko tumaini. Machozi ya maisha yako haitakumaliza. Ana sababu na mpango na wewe. Anajua mwisho wako kuliko vile unavyofikiria. Unajua mwanzo yako. Na usiku wa leo, moyo ulioumia ndio Bwana amenituma nizungumze nao. Moyo uliopondekana ndio Bwana amenituma nizungumze nao. Moyo ulio na vidonda ndio Mungu amenituma nizungumze nao. Angalia jirani yako, mwambie iko tumaini. Angalia jirani yako kwa uso, mwambie iko tumaini. Tumaini ni kitu cha maajabu sana. Naongelea kuhusu hope, sio liver. Pastor Tumaini aliendaga siku moja buchari, akasema mnisaidie na tumaini. Wakacheka wote, kisha wakamuuliza ni gani, wakasema uto tudogo twa brown. Ninaongea kuhusu hope. There is still hope. I said there is still hope. Mahali umefika, unaamini hakuna tena usaidizi. Mahali umefika, umeamini hakuna tena mabadiliko. Natangaza ndiyo mabadiliko iko. Natangaza usiku wa leo, mbingu zitakubadilisha. Kabla hujatoka hapa, mbingu zitakupa mwanzo mpya. Haleluya. Vitu vinavyotuzunguka kwa maisha utufanya tupoteze matumaini kabisa. Vitu vinavyotuandama utufanya tuondoe kabisa imani kwa Kristo.
huwa zinatufanya tufikirie ya kwamba hatufai na hatuwezi kufaa. Lakini Roho Mtakatifu akaniambia nije nikuambie leo, ujipe moyo kwa sababu kuna tumaini. Na kabla haujachoka mbingu zitakutendea. Nasema kabla haujachoka mbingu zitakutendea. Haleluya. Kitu ya pili ni kwamba utajua magumu yako sio kubwa kuliko ya wengine. Niliwaambia siku moja, huwa tunajidharau kwa sababu hatujui kenye wengine wanapitianga. Huwa tunalaumu Mungu kwa sababu hatujui ni vingapi ametuokoa navyo ambavyo wengine wanavipitia. Halo? Ni rahisi kwako kusema ningelitaka kuwa na neema ya Pastor Ackson. Lakini sio rahisi kwako kusema ninataka kulipa gharama aliyoilipa Pastor Ackson. Hello? It is easier for you to need and to look for my grace, but it is not easier for you to endure what I endured. Kila mtu utakayemuona ana historia. Na ikiwa Mungu aliwakumbuka, manake atakukumbuka. Haleluya. Kila mtu utakayekutana naye kwa njia, jua ana historia. Na shida unayoipitia, kuna mwingine mtu amewahi kuishinda mbele. Halo? Na ikiwa Mungu amewahi kuishindia mtu, manake atakushindia hata wewe. Biblia inasema hakuna jambo jipya duniani. Kila chochote unachokipitia kuna mtu mwingine anawahi kukipitia. The fact that amekishinda, hata wewe utakishinda. Wengine mko hapa mnaomba Mungu awapatie manyumba. Kuna watu ambao hawakuwahi kuwa na nyumba, lakini saizi wako na nyumba. Wengine mtu kunasema tu mimi Mungu akimwezesha tukua napata rent ninatosheka. Kuna wale ambao walikosaga rent wakafukuzwa mpaka wakafukuzwa, lakini Mungu alikuja kuwaestablish. Nimekuja kukutangazia shida yako sio mpya. Kuna wengine wameipitia na Mungu akawapa ushindi. Kama unaamini hata wewe anaweza kupa ushindi, sema bado kuna tumaini. Kama unaamini sema bado kuna tumaini. Goza kifua chako useme bado kuna tumaini. Nimekuja kukutangazia usiku wa leo ya kwamba katika hali ya unyenyekevu mbingu zitakushughulikia leo. Katika hali ya kutulia mbingu zitakurejeshea leo. Katika hali ya unyenyekevu mbingu zitakupa ingine imani iliyo zaidi ya ile uliyopoteza, ili kwamba vita vyako ukavishinde. Kama unaamini sema haleluya. Mzee mwingine akasema, wakuniondolea huyo mke anaweza nisaidia sana, ninaweza kuwa na maisha marefu. Akatoa mke wake nje, akamfukuza. Kimuuliza kwa nini? Sababu zingine hovyo zina maana. Akachukua mke mwingine, mke wake akaja kuniona, akaniambia shida yake, nikamwambia taendelea kuomba, Mungu atafanya. Na baada ya kufukuza mke, walikuwa wakikaa Kasarani, mke akaamua kuhama kwenda kutafuta kanyumba kadogo hapa Kitengela, na akawa anakuja huko Ngoma, anasema nakuja tuombe, tunaomba. Huyo mzee akaamua kuchukua mke mwingine akamleta kwa boma. Anasema huyu mke nimeoa ni mrembo sana, hicho kingine
alikuwa na haraka ya jioni, anataka kufunga kazi, akajipiga tu hivi matope. Hata matope ingine ni kama iko kwenye pondo kikatokezea tu. Akaoa sasa mrembo. Yeye alikuwa anamuita, anasema, nafikiri wewe haukuzaliwaga, wewe walikutapikaga tu, wewe ni malaika. Kumbe siku moja huyo mrembo alipitia simu ya mzee, akaona tuma messages, akachemsha maji, akaiacha inachemuka tu kwa jiko, akamngojea mzee. Akifika kwa mlango, akamuuliza unatoka wapi? Mzee akitaka kuongea, aliokota tu hiyo maji hivi, akamtupia nayo na hiyo sufuria. Mzee akifanya tu hivi, hiyo maji ikagonga kwa ukuta, akakimbia kuliko kipoi. Kukimbia sana. Akapigia mke wake simu akiwa nje, anamwambia, ninataka uniambie ulikimbiliaga wapi, ninataka unipatie mahali ya kulala. Mke wake akamwambia, pigia Pastor Ackson umuulize kama nikupatie mahali ya kulala ama hapana. Akaambia mke wake, Pastor Ackson ndiye nani? Akae. Akatafuta mahali kwa hoteli akalala. Wakaamkia asubuhi kujaribu kufanya amani na malaika. Wewe ni malaika, tufanye amani, nitakuelezea hizo message ni za wapi. Siku ya kufuata anaitishwa pesa ya kupeleka saloni. Anapeana pesa hazienei, anapeana, wanamuuliza, anaongea. Yule mama kachomoa tu pasi kutoka kwa baada alikuwa na hayo nguo, akaichomoa na akamtupia nayo hivi. Mzee akasema, huyu dada kuna zoezi ya kunitupia vitu vya moto, siku moja atanitupa jehanamu. Acha nitafute Pastor Ackson. Kaja kaniuliza, sasa Pastor, mimi nitakufa, nilioa urembo lakini ni kama wewe urembo unataka kunichoma. Dada alikuwa amekata tumaini, lakini mbingu zilikuwa hazijakata tumaini. Kuna vitu kwa maisha yako ambavyo unaweza fikiria ukiviacha ufanye vingine utapata amani. Hautapata amani. Magumu yanaweza kuwa zaidi ya ile ambayo ulikuwa nayo. Kuna watu ninaongea nao hapa, mko na familia, watoto wenu wanaweza kuwa na tabia zibaya, lakini mshukuru Mungu ni watoto wenu. Halo. Mungu, mimi sijui hao watoto nilipeaga wa aina gani. Hawakwaki hivi, wanakuwa hivi. Kuna wale Mungu anaweza kukupea kwa siku moja unawafukuza. Shukuru Mungu. Angalia jirani yako kwa uso, mwambie, shukuru Mungu kwa jinsi ulivyo. Wengine wana magumu mengi kukuliko. Kama unanisikia sema nasikia. Kwa hivyo kupoteza tumaini ni shida kwa maisha ya mtu. Na vitu hutufanya tupoteze tumaini ni kwa sababu tunaangalia kiutu wa nje, kumbe ndani kumeoza. Niliwaambia siku moja tu, Mungu akitupea ruhusa tuchukue shida zetu, kila mtu achukue magumu yake aje aipelekeze hapa kwa madhabahu. Mkisha kuyaweka kwa madhabahu, mrudi, alafu Mungu akwambie kuja tu yenye utafikia upika. Kuna watu watainua mkono waseme, mwenye alichukua magumu yangu anirudishie. Hii nimechukua ni kubwa kuliko yangu. Kwa sababu watu unaofikiria wako sawa kukuliko wana magumu mengi kukuliko. Jipende vile ulivyo. Jitamani kutembea na Mungu vile ulivyo, ukiwa na matarajio ya kwamba atabadilisha shida zako. Acha kufikiria watu ndio wako sawa. Hawako sawa. Appearance ya nje isikudanganye. Wengine wana magumu makubwa kukuliko, lakini tu wamenyamaza.
Tikisa jirani yako, mwambie weka tumaini kwa Kristo. Na ndio maana jioni ya leo Mungu akanituma nije nikuambie ya kwamba bado iko tumaini. Haleluya. Nasema bado iko tumaini. Bado Mungu ana mpango na wewe. Biblia yangu inaniambia ya kwamba mama mmoja alikuwa na mtoto wake, na huyo mtoto wake alikuwa vizuri sana, na huyo mama alikuwa amepata huyo mtoto alafu akampoteza mzee, na alipompoteza mzee akaendea miaka mpaka akafikisha miaka ya kutokupata mtoto tena. Akaamua basi nitachunga huyu mmoja niko naye, tuishi naye vizuri, ili kwamba kwa wakati wa uzee wangu nitakapofariki huyu mmoja atanipea nafasi ya kunizika, ama nikiwa mzee huyu mmoja atakuwa suluhisho kwangu. Ninajua kuna mtu aliye hapa ambaye anajua hata kama vitu vyote vinaweza kwenda vibaya, lakini bado niko na kama tumaini kwa kitu kimoja, na hiyo kitu kimoja ambacho nawekea matumaini. Wengine ni degrees ambazo wamesoma, wengine ni project ambazo wamefanya, wengine ni promise ama ahadi ambazo wamepewa. Unajua ya kwamba ingawaje vitu vinaenda vibaya, lakini bado ninaweka tumaini kwa ahadi fulani nimepewa. Nimeambiwa nitapewa kazi, ndugu yangu ameniambia kimaliza shule atanisaidia, mwingine ameniambia watanipeleka Ulaya, wengine wameniambia watanifanyia hivi, na ukaweka tumaini kwa hiyo kitu, ukajua ya kwamba hapo ndipo tumaini yako inalala. Lakini cha kushangaza, siku moja huyo mama akaamuka, alichokiwekea tumaini kilikuwa kimekufa. Na tumaini yake ilikuwa kwa huyo mtoto. Alijua ya kwamba sina mume tena, lakini nina kijana. Alijua ya kwamba sina chochote tena, siwezi kupata mtoto tena, lakini nina mtoto. Imani yake ililala kwa hiyo mtoto, matumaini yake yalilala kwa hiyo mtoto. Swali yangu ni hii, je, kuna kitu ambayo uliwekea matumaini na imekani kama imekufa? Kuna mahali ambapo uliweka tumaini yako kwa biashara, lakini hiyo biashara ni kama vinaendelea kufa, havizai matunda. Niko na jibu kwako leo. Mbingu zina mpango mwema na wewe. Nasema mbingu zina mpango mwema na wewe. Sijui uliweka tumaini yako kwa nini? Kwa shule, kwa biashara, kwa watoto, na mambo yamekataa kwenda vile ulitaka kwenda. Uliweka tumaini yako kwa huduma fulani ambayo unaifanya, lakini imekataa, imeanza kukufa. Nimekuja kukutangazia, vyote vinaweza kufa. Mbingu zina bado mpango mzuri na wewe. Mbingu bado zinakuwazia mema. Mbingu zitakushughulikia usiku wa leo. Kama unaamini sema haleluya. Katika haja ya moyo wako, katika hitaji yako, katika matarajio yako, ulifika mahali ukaanza kufikiria umepoteza. Nimekuja kukutangazia haujapoteza. Wakati utafikiria umekwisha, mbingu zitakuanzisha tena. Wakati umefikiria hauna tena tumaini, mbingu zitakuinua tena. Wakati umechoka na kulala, ndio wakati mbingu zitakuamsha tena. Naja kutangaza usiku wa leo, mbingu zikuamshe tena, mbingu zikuanzishe tena, mbingu zikupe tena mwanzo mpya. Kama unaamini sema haleluya. Huyo mama akajua ya kwamba nimekwisha, kwa sababu matumaini yangu yamekatika. Mtoto wa pekee, na yeye hana tena mume, na yeye hana uwezo tena wa kuzaa, na mtoto wa pekee amefariki. Sijui ni nini ambayo imefariki kwa maisha yako, ambao Bwana anataka nikuambie leo kuna uhai mpya ambao anaenda kuleta kwa maisha yako. Sijui ni nini ambayo imekauka kwa maisha yako, ambao Bwana amenituma nikuambie kuna uhai mpya anaenda kurudisha tena. Miaka iliyoliwa na nzige, Bwana anaenda kuirudisha. Miaka iliyopotea yote, Bwana anaenda kuirudisha. Vitu vilivyokataa kwa miaka, Bwana anaenda kuvirudisha. Kama unanisema haleluya. Wakati tumaini inakufa ni wakati kila mtu amekukataa. Unaenda unapiga hodi mahali, wanakuuliza tukusaidie namna gani? Unawaangalia unasema ninakuja kusalimia anko. Anko atakusalimia baadaye. Manake unashangaa kila mtu hataki kukupokea. Unaenda kwa mtu ambaye uko unafikiria hata kusaidia. Pastor Alfred, Bwana Yesu asifiwe.
Na unaona mtu kwa Pastor Alfred kwambia amen, lakini iko naangalia kando. Anataka kuongea na yuko kando. Na wewe unataka kuongea na Pastor Alfred, lakini Pastor Alfred anataka kuongea na mwenye yuko kando. So uko unamwelezea na kwambia akisema tu nakusikia. Wewe, hizo usiende haraka, niko nataka kukuona. Unajiuliza, kwa nini Pastor Alfred hataki kunisikiza? Sio Pastor Alfred hataki kukusikiza. Uko katika hali ya vitu vilivyopotea kwa maisha yako. Lakini Mungu akivirejesha, hata sio wote utafuta Pastor Alfred. Pastor Alfred ataweza kuambia Bwana asifiwe, uko salama. Nimekaa kama siku 2 sijakuona. Pastor, nilikusalimia Sunday. Ndio, hii ni Tuesday na nilikuwa naona ni kama nimekaa siku sana. Jua ya kwamba Bwana anaanza kurejesha. I'm talking to somebody. I came to announce to you, people may ignore you. Watu wanaenda kukali kama wakujali. Bwana atakaporejesha tumaini yako, kila mtu atataka kukujua. Hallelujah. Huyo mama akaangalia, nafikiri alipochapa nduru ya kwamba mtoto amefariki, hapo majirani na marafiki wakaungana kumsaidia. Alipochapa nduru, majirani na marafiki wakaungana kumsaidia. Shida ni kwamba sio kumsaidia kumrudishia tumaini, lakini wakaungana kumsaidia kuizika haraka. Sijui ni nani ambaye uko naomba shauri. Mtu wangu, niko na vita katika ndoa, lakini sijui kama itakuwaje. Wewe, ndoa achana nayo. Sisi tuliachanaga nazo na tuko. Mbona jana nako mwambie acha kunisaidia kuzika tumaini. Jamani, watoto wangu wananisumbua. Watoto achana nao, sio kama mtakutaraga tu kwa mbele. Unanipa shauri ka haraka kwa kunisaidia kuizika. I've been thinking I can get married and sijui unanishauri nini. Wewe achana na historia ya kuolewa. Wewe nilikuwa nataka kuanza biashara lakini sijui unawataje. Wewe, watu wengine wanafanya biashara, walijaribu wote wakashindwa. Achana nayo, wanakusaidia haraka kuzika. Acha msalama. Nasikia uchungu wa kichwa isemu. Hivyo ndivyo kwa hapa alikuwa akakufa. Hivyo ndivyo ati yako alikuwa akakufa. Una jambo la kusema la mwisho? Wanakusaidia kushuka haraka. Mtu mwingine akawa mgonjwa sana. Alipokuwa mgonjwa sana, daktari akaja mwenye alikuwa anamtunza, akamwangalia mahali amelala hivi. Kisha daktari akamwambia, mzee, kwa kishi ninaona nilikuwa nataka kukuomba kitu moja. Akamwambia, nini? Wewe ni mtajiri sana na nimekutunza, lakini mahali tumefikia kama sitaweza tena. Sasa nilikuwa nataka kukuomba kitu moja tu. Kabla hujakufa, neno gani ya mwisho yenye unaweza nataka niambie watoto wako? Akainua macho, akamwangalia, akamwambia, waite waambie wanitafutie daktari mwingine. Nani alikwambia ninakufa? Vile unakufa, sema neno ya mwisho. Neno ya mwisho, wanitafutie daktari mwingine. Sitaki tena wewe unitunze. Toka. Wengi wetu tuliambiwa tunakufa na tukakubali tunakufa. Wengi wetu tuliambiwa hatufai na tukakubali hatufai. Nimekuja kukutangazia sauti yoyote inayokuambia haufai, uiambie katika Kristo ninafaa. Sauti yoyote inayokuambia utakufa, uiambie katika Kristo nitaishi. Sauti yoyote inayokuambia haufai, uiambie ninafaa. Jiguse useme ninafaa. Gusa kifua chako useme mimi ninafaa. Kama unaamini, patia Bwana makofi ya ajabu. Mwambie, mimi ninaamini ninafaa. Tunaona haufai, you don't qualify. Unamwambia to you, but I will qualify somewhere else.
Oh, you are good for nothing. Unamwambia kwako, lakini kwa wengine nitafanikiwa. Hello. Wenye wamefanya physics, ninajua sio wengi kwa sababu wengine wetu wote tulikuwa tunakimbilia kwa history, sio physics. Wenye wamefanya physics watakuambia ya kwamba Newton, the first encounter yake yeye na mwalimu wake alimwambiaga kitu moja. Alimwambiaga, in physics you are good for nothing. Inamaanisha nini? Kwa physics wewe hauko kitu, haujui kitu. Newton akasema hiyo neno nitahakikisha ninaifuatilia mpaka mwisho. Akaenda akafanya utafiti ya nguvu, kwa sababu mwalimu alimwambia hafai, na mpaka leo tunaongea physics, lakini hauwezi kuongea physics without Newton. Hello. Kama leo tunaenjoy hii, ni nani? Akasema nitafanya kitu moja ambao mwalimu sio wewe tu ndio nitajulisha ya kwamba I am good. Nitafanya kitu ambacho itajulisha kizazi na kizazi ya kwamba mimi siko kidolisema. Hello. Na akafanya research ya power. Ndio kwa maana leo tuna enjoy power. Hello. Sijui wewe uliambiwa nini? Haufai. Na ndio kila kwenye unaenda unatembea kama kale kaumbo kako vile. Wakikwambia ni unazamia sifai. Kuna mwingine aliambiwa tu unakaa tu na unafikiria tu kwa maisha yako tu unakaa tu. Nilikuja kukutangazia haukai vile walikwambia. Nasema haukai vile walikwambia. Wewe unafaa katika Kristo. Wewe unaenea katika Kristo. Una mamlaka katika Kristo. Tembea kama mtoto wa mfalme. Amini ya kwamba ndani yako kuna uzima na nguvu, na kwa muda wa Mungu utainuliwa, na kwa muda wa Mungu utafanyikiwa, na kwa muda wa Mungu historia yako itabadilika. Kama unaamini sema haleluya. Kama unaamini sema haleluya. Dada yangu, kwa nini unatembeaga hivi? Waliniambiaga mimi ninakuaga hivyo. Kwenda huko. Amuka hata kusikiza walikwambiaga nini. Jua wewe ni nani. Kama unasikia sema haleluya. Tembea kama mwenye unajiamini. Mtu anakuambia wananisaidia hapo na 200. Unamwambia saa hizi sitakupa, lakini wakati mwingine nitakupa. Hata kila siku kujiuza mbele ya watu. Mtu anakuomba pesa. Unamwambia unajua nani unaomba? Mimi ni hovyo, mimi sina kitu. Wewe unajua kuna kitu Mungu anafanyiaga watoto wake wenye hawana pesa. Ni kuibieni kanini? Anawapeaga kaupako kakutokezea ni kama wanapendeza. Unaona jamaa anatokezaga hivi, unamwangalia vile anatokezea ananyooka vizuri, lakini mfuko haina kitu. Halo. Ngombe nilimwambia siku moja tunatembea tu hivi. Nikasikia tu ninunue mahindi, nikanunua mahindi. Jamaa mwingine anatokezea na kisuti kizuri, mahindi choma. Jamaa kaa mzuri kama imejipaka hata hiyo ya wanawake mnaitaka nini hiyo? Sijui hiyo ni nini. Kameka pia amejiwekelea. Jamaa anatembea kaani kachini. Kisha nikasikia anasema tukaribia mwana naenda. Boda. Nivunjie. Nikamuuliza akaniambia nivunjie. Nikaangalia mahindi yangu hivi. Mahindi ya 10 bob. Nikajitia kamoyo nikamwambia vunja. Akanivunjia kaka kichwa kajuu. Akanirudishia yako kisha nikona. Akifika mbele akaniambia thank you. Nikasimama hivi nikasema kai. Kumbe hana do. Na ameamua kuniachia kichwa kadogo by the way, lakini na mimi hiyo time nilipata na 10 bob. So nikachuta nikasema kuna watu wanatokezea nje wanakaa wanapendeza lakini hawana kitu. Naomba tu acha kujidharaulisha mbele ya watu. Hata wale unaelezea nao hawana kitu. Jipende vile uko. Hata wale unaelezea nao wako na mashida zao. Jikubali vile uko. Kama unasikia sema ndio. Wale wenye wanapiga mamistari ushaona unaenda kwa mtu pasta, umepanga maneno vile utamuelezea mpaka kulipia rent. Kumbe ni kwa juliza rent yake itatoka wapi? Unapanga mistari ukimaliza anakuambia tuombe. Tuliza kai. Na nimeshamwambia siri zangu zote.
nimeshamaliza magumu yangu. Acha kuelezea watu vitu vingi. Na tu mtu akikuomba pesa unamwambia kwa sasa sitakusaidia, lakini wakati mwingine nitakusaidia. Inatosha. I'm not talking to somebody. Right now I'm not in the position to assist you, but next time I will do it. Una watu wanasema haya tunajua anakuaga na pesa, lakini wewe tusaidie. Hata mimi sina. Hata mimi niko natafuta kwamba jana tujue tulilala hapa. Tukisema lako mwambie naamini wewe sio wewe. Ndugu yangu, bado kuna tumaini. Siku moja mtu alikuja kuniona, anapiga hodi kwa nyumba yangu. Nilikuwa nakaa mahali inaitwa Jua Kali. Anapiga hodi, anaingia kwa mlango. Nani unataka nini? Nataka kusemesha baba. Nataka kusemesha baba. Na mimi natoka sasa hivi. Baba anakuja hivi. Huyo mtu akiniona toka niambia, nilikuwa nataka kuongea na wewe kitu fulani. Kuna project ninafanya imekwama mahali. Kama ungeniokolea tu saizi na $500,000 nitairudisha anytime. Nikasema, ulisema $500,000? Nikasema ile rafiki yangu at that time, wakati alikuwa ananielezea hivyo, nilikuwa sijawahi kwa maisha yangu kugusa 100,000. 100,000 nimegusa hivi, nilikuwa sijawahi. Ananiomba $500,000. Nikamwangalia, nikamwambia umekuja muda mbaya, sasa hizi sitakusaidia, lakini wakati mwingine naweza. Akaniambia, ninajua mzee wangu, ninajua ninaelewa. Nashukuru. Nikaona naondoka, nikatoka, nikarudi na nikamwambia aliomba $500,000. Kai! Umena baada ya umena unakuja kuniomba $500,000. Nikajua kumbe nje Mungu amenipaka ninakaa millions. Kutoka siku hiyo nikasema nitaacha kujidharau, nitaacha kujiwazia siko kitu, nikaanza kutembea kama milionea. Ninajua ndani yangu kuna millions, ndio kwa maana wananiomba $500,000. Mfuko wangu tu ndio hauna millions, lakini ndani yangu kuna millions. Nikaanza kutembea kama milionea. Angalia jirani yako, mwambie jua ndani yako kuna vikubwa. Kama unaamini patia Bwana makofi mazuri. Acha kujishusha wewe. Kuna tumaini. Tembea kama unaamini. Kama unamsikia sema amen. Mama anakuja anakuambia, baba, tunahitaji utupatie 20 shillings ya kushota maji. Usimwangalie, mwambie maji ni wewe. Unajua hiyo hasira ya kutokuwa na pesa haitakusaidia. Unamwangalia tu unamwambia, kwa saa hizi hatutanunua maji. Tutanunua maji baadaye. Unanisikia? Na anasema okay, na mnaelekea. Can I talk to somebody here? Mama yangu alikuwa na strategy fulani yenye alitufunza nayo Mungu kwa hali ya kipekee. Wakati yenyewe anagundua ya kwamba haana chakula, atafanya tu kitu moja. Mkiona mama anawaambia muwashe moto, muwashie kwa jiko ya mawe 3 na mtafute kuni, kwa sababu hiyo ni easy, mtaenda mjua hakuna chakula kwa hiyo nyumba. Lakini atawaambia mweke maji kwa sufuria hiyo kubwa. Mama, kwa nini weka sufuria kubwa na mjaze na muhakikishe moto ni nini? Alafu anaishia kwa rumu yake. Ndio sisi tuko tunajiuliza, hii maji kitemuka tufanye? Muna mngojea hiyo maji. Na saa zingine anapita hapo nje anaangalia, anasema muache ichemuke zaidi, na anarudi huko kwa rumu yake. Kumbe huko kwa rumu yake kwa rabia, baba, hao watoto hawana cha kukula, shughulikia wao. Ndio tukiwa katika hiyo harakati, unasikia tu mtu anapita. Nilikuwa naulizia mama yuko wapi? Mama, kuna mgeni huko. Mama anakuja tu anaongea. Unaona mama anatoka tu anarudi, kwanza anasambia, mwende mchukue unga hapo hivyo, msonge hiyo maji ambayo umeweka kwa moto, na wewe kimbia uchukue mboga hapo, na kisha narudi tena naendelea kuongea. Tunasema, sasa mama, kwa nini unatuwekanga hivi? Why do you take long? Na unajua tu uko na pesa, unangojea giza iingie ndio uanze kututuma kwenda kununua. Hakuwa na kitu. Hakukata tu tamaa. Alijua ya kwamba hata baada ya dakika za mwisho bado Mungu anaweza kujibu. Nilikuja kutangazia mtu, acha kukata tamaa na acha kulilia watu shida zako. Weka tumaini yako kwa Mungu. Kwa muda usiozani atakutendea. Kama unamsikia sema haleluya. Siku moja ninakaa vet. Nilikuwa nakaa kwa nyumba ya kifahari, nyumba nzuri, ilikuwa ya room 6 na yote inapendeza. Nilikuwa ninakaa kama mfalme, lakini sikuwa na pesa.
Na siku moja ninaamuka, ninakaa, ninatoka job, ninakuja, unajua tukitoka job tunakuja hivi, unaweza angukia mtu anakupea ka lift, na akikushusha mahali anaweza kukupea ka 200, anakwambia utanunua maziwa. Hakuna lift, hakuna tu bob. Nikaishia home, nikafika nyumbani, nikakaa nyumbani, nikaangalia, nikaona ka Gladys kanakuja hapo, kanaanza cheza na mimi, "Daddy, nataka chipsi." Unasikia ni kama ni matusi. "Nataka chipsi." Unakaangalia, unauliza chipsi na nini? "Na sausage." Unakaangalia, unasema sina hata 100 bob ya kununua omena leo kwa hii nyumba. Unaona, unasema unataka chips. Na kalakaya, "Daddy, nataka chipsi." Unasikia ni kama yuko anakuambia, "Daddy, wewe ni chips." Unakaangalia hivyo, unajiuliza kweli unataka chipsi? Nikaangalia hivi, nikaenda nikakonfirm kuna gas. Nikarudi nikakonfirm maji iko kwa mfereji. Nikafungua friji, nikaona inafanya mfalme bila ufalme. Kumbuka kaka jamaa huko kanataka nini? Mama yake anangojea chakula ipikwe, tufanye vya ajabu hapo. Nikasimama hivi, nikajiuliza nani nitapikia. Umeshaona unaangalia simu yako hivi, haujui nani unaweza kupigia. Nikaangalia, kisha nikakumbuka hata niende juu kwa balcony niombe kidogo. Nikaenda juu, nikasimama, nikaanza, "Ndio Mungu, ninajua utafanya muujiza, na muujiza ni kwamba ninajua utafanya tu kitu, niende mahali nikutane na mtu saa hizi na nilete chakula watu wakule." Nikiwa niko katika ile hali ya kuomba, unajua unaomba kenye unataka. Nikiwa katika ile hali ya kuomba, Mungu anisaidie niende mahali nipate chakula. Sio hata chips, siombe chips ya Steve ya Klado. Unajua chips naitoa wapi? Naomba tu Mungu anisaidie hata tu kama nikaumena niende nikapate mahali hivi ama nini. Ikiwa hivi nasikia mvua inaanza kunyesha, nikasema kai. Kwa hivyo Mungu, unaona sasa tulale njaa. Kwa sababu mvua ikianza kunyesha, maana yake hakuna usaidizi. Kila mtu atakuwa ameenda kwake. Nikasimama hapo kwa balcony hivi. Nikiwa kwa balcony hivi, nikasikia kasauti ni maana, "Daddy, umetumana chips?" Nikakaangalia, nikakaambia, "Ngojea chips inakuja." Karibu nikaambia, "Chukua hiyo mvua ndio chips." Maasira zote. Nikasimama hivi, nikiwa hapo, my cousin alikuwa ameenda kufanya shopping Naivas. Akiwa nataka aenda kwake, mvua ikaanza. Ameisha kwa motorbike. Akaambia wa motorbike, "Nikimbize kwa bro tu ni hapa karibu, acha ningoje mvua iishie hapa alafu niishie." Mtu wa motorbike akanikasikia kwa geti. Nikiinua kichwa hivi, mtu wa motorbike, nikaenda nikafungua. Nikaona kazini yangu na pepa bagi yake ya Naivas anaingia hivi. Sikupokea kazi, nikapokea pepa bagi. Nikaenda na pepa bagi mara moja, nikaenda nikifungua, chips zinakaa tu juu zinachekelea hivi za Naivas. Nikamwambia, "Glado, chips." Nikaangalia hivi, alikuwa amenunua tu maunga twake, nikanyangua tu, nikasema, "Mwende msonge." Nikaangalia alikuwa amenunua kanyama kake hapo, anataka, nikasema, "Anza kuchemusha hapo." Kisha, "Asante Bwana Yesu." Rafiki yangu niaje sasa huko? Karibu sana. Nafikiri akasimama akajiuliza, "Kuendaje kutu?" Nikashughulika kwanza, nikamaliza, kisha akaniambia, "By the way, hii mvua iko mingi, hiyo sababu kote iko ready." Nikamwambia, "Utalala bila shida. Utalala vizuri hapa, room yoyote unataka. Utalala bila shida." Tukakula ugali, nyama, Glado akakula chips, sausage, tukamaliza, tukakunywa soda zake zilikuwa zimewekwa hapo, na nikamrudishia pepa bag.
nikagundua kumbe ni sisi tuliojua. Wakati unafikiria mbingu zimeisha, ndio mbingu zinaanza. Wakati unafikiria matumaini imefika mwisho, ndio matumaini yanaanza. Naomba Mungu wangu ninayemtumikia, Mungu wangu ninayemwamini, akuumbie tumaini mpya, kwa sababu bado pana matumaini. Kama unanisikia sema haleluya. Nasema bado pana matumaini. Bado Mungu atakufanya kichwa, bado Mungu atakupatia heshima, bado Mungu atakuinua, bado Mungu atakupatia mwanzo mpya, bado Mungu atainua watoto wako, bado Mungu ataponya familia yako, bado Mungu ataponya ndoa yako, bado Mungu angali na mapango mazuri. Nyumba utapata bado, gari utapata bado. Usife tamaa, amini mbingu zitakufanyia. Haleluya. Jikuze useme kumbe bado kuna tumaini. Guza kifua chako useme kumbe bado kuna tumaini. Kama unaamini patia Bwana makofi mazuri ya heshima. Patia Bwana makofi mazuri ya shangwe. Haleluya. Bado kuna matumaini. Usikate tamaa. Usichoke. Mbingu bado zina mpango na wewe. Haleluya. Shetani anaweza fikiria umefika kwa kona mahali unataka kuisha. Hautaisha. Mbingu zitaamurisha watu wafanye venye hawajawahi kufanya kwa maisha yao. Mbingu zitaamurisha watu washughulike kwa vile ambavyo haujawahi kufikiria wanaweza kushughulika. Danieli alipotupwa kwa pango la simba, alijua imekwisha. Kumbe sio yeye atakwisha, magumu ya kumchonganisha itaisha, shida zake ndizo zitaisha. Alifikiria simba itamumeza, kumbe simba itameza shida zake na kuja kukutangazia mahali huko hautakufa. Mbingu zina mipango mazuri na wewe, mahali huko hautaisha. Mbingu zinakuazia wema. Kama unaamini sema haleluya. Meshaki, Shadraka na Abednego walipotupwa kwa tanuru la moto, walijua sisi tumekwisha. Lakini katika hiyo moto walikuwa watatu. Mfalme akaanza kuona kuna wanne karibu yao, na walitupwa wakiwa wamefungwa, lakini wameisha kufunguliwa. Kumbe magumu yenye ilikuwa iwachome ikachoma kama zao. Naomba usiku wa leo, magumu ilikuwa ikumalize, imalize shida yako. Magumu ilikuwa ikumalize, imalize magumu yako. Magumu ilikuwa ikumalize, ikate minyororo yako. Kama unaamini sema haleluya. Bado kuna matumaini. Nasema bado kuna matumaini. Nasema bado kuna matumaini. Hata mti ukikatwa na mizizi yake ikianza kuosha, Ayubu anasema bado kwa harufu ya maji utachipuka tena. Naja kukutangazia usiku wa leo, hata ikiwa namna gani, bado kuna matumaini, utachipuka tena. Haleluya. Nasema haleluya. Haleluya. Huyo mama akajua ya kwamba mtoto wake amefariki, imeisha. Marafiki wameanza kumsaidia kwenda kumzika. Natangazia kila anayekusaidia kuzika, hatima yako hawataifikisha makaburini. Nasema hawataifikisha makaburini. Kwa mlango wa mwisho wa mji, mbingu zitainuka. Kwa mlango wa mwisho wa mji, mbingu zitaongea. Kwa mlango wa mwisho wa mji, mbingu zitajitukuza. Natangaza usiku wa leo, mbingu zisimame, zijitukuze kwa shida yako. Natangaza usiku wa leo, mbingu zisimame, zijitukuze kwa magumu yako. Natangaza usiku wa leo, mbingu zisimame, zijitukuze kwa njia yako. Natangaza usiku wa leo, mbingu zisibaki kimya mpaka haki yako irejeshwe. Natangaza usiku wa leo, mbingu zisinyamaze mpaka furaha yako irejee. Natangaza usiku wa leo, mbingu zikupe matumaini mapya. Sijui ni nini umepitia, sijui ni wapi umefika, sijui furaha ilichukuliwa namna gani, sijui ulikata tamaa mpaka wapi. Kuna matumaini bado leo. Nasema kuna matumaini bado leo. Nasema kuna matumaini bado leo. Landlord anaweza kukataa, mbingu hazijakataa. Nasema bado kuna tumaini. Haleluya. Nasema kuna tumaini. Nasema kuna tumaini. Nasema kuna tumaini. Nasema kuna tumaini. Huyo mama kaangalia, na wakati wanapima, unajua wenye wanaenda kuzika hatima ambao sio yao, wenye wanaenda kuzika tumaini ambao sio yao, wanaendaga wanaimba haraka,
wanaendaga wanaruka, wanaendaga wanashangaa. Unaosiona watu wanalialia, watu wanafanya vitu sio shida zao. Zikiwa ni zao watanyamaza, lakini nilikuja kukutangazia, watasema mchana usiku watalala. Mbingu zitainuka, zitatetea haki yako. Mbingu zitainuka, zitapigania maisha yako. Mbingu zitainuka, zitatetea hatima yako. Kama unaamini sema haleluya. Wakabeba, nafikiri walikuwa wanabeba hiyo jeneza. Wanajua haka kijana tusipokazika leo kataoza. Ninyi mnasema kataoza. Haka kijana hakajafanya hata siku moja kamekufa. Lazaro alifanya 4 na akafufuka. Haka katafufuka. Nimekuja kukutangazia, ikiwa Lazaro alitoka kaburini, hatima yako itatoka kaburini. Ikiwa alifanya siku 4 kaburini, yako haitafika hata kaburini. Mbingu zikutoa mahali uliko, mbingu zikufungua mahali uliko, mbingu zikurudisha katika usalama. Kama unaamini sema haleluya. Wakaanza kukabeba, wanaenda wanafika kwa mlango. Biblia inasema walipofika kwa mlango, maana yake walipokaribia makaburi, walipokaribia kaburi, wanaanza sasa kusema tunaweza enda. Bwana mkubwa akatokezea. Ni Mungu ambaye huwa hakuji wakati watu wanalia, huwa anakuja wakati wamekata tamaa. Huwa hakuji wakati wanafikiria decrease itawasaidia. Huwa anakuja wakati wamefika mwisho, wakati wanajua hakuna usaidizi tena, alafu anakuja. Naomba usiku wa leo Mungu aje kwa shida yako, mahali ambapo tamaa iliisha, mahali ambapo tumaini ilipotea. Naomba usiku wa leo Mungu aje kwa maisha yako. Kama unamsikia sema haleluya. Kama unamsikia sema haleluya. Na walipomfikisha hapo na wanataka kwenda, Yesu akatokezea. Kuna vitu vitatu nimekutangazia vilivyofanyika, vitu vitatu vilivyokuwa kwa maisha ya huyo mtu. Moja, alikuwa amekufa. Hakuwa amezirai, alikuwa amezinia, alikuwa amekufa. Wewe vitu vyako ambavyo uko navyo bado ungali unaona vinagonga kapumzi kidogo hivi, lakini bado unafikiria havitaishi. Huyo alikuwa amekufa, lakini bado akarejeshwa. Vinyo unafikiria vinakufa kwa maisha yako, usiku wa leo virejeshwe. Ya pili, alikuwa mwana pekee wa mama yake. Maana yake hapakuwa tumaini lingine, alikuwa tumaini pekee yake. Wewe una njia hata 3 nini ambazo unatarajia. Ninatangaza mbingu ikupatie tumaini ya kujua kwamba chochote unachokitarajia kitafanyika kama vile Mungu anavyokipanga. Ya tatu, alikuwa mama mzee tena mjane. Maana yake hakuwa tena na ingine njia ya kujikomboa. Ninakutangazia hata kama mahali huko hauna tena ingine wazo baada ya hiyo ambayo imeshindwa, mbingu zikutetee, mbingu zikufanyie. Kama unaamini sema haleluya. Vitu visita, na ninaondoka hapa, ambavyo Yesu alimfanyia. Vitu visita ambavyo Yesu alivifanya. Kama uko hapo sema niko tayari kusikia. Kama uko tayari kusikia sema niko tayari kusikia. Haleluya. Vitu visita ambavyo Yesu alivifanya. Ya kwanza, Yesu alimuona. Watu walikuwa wengi wanaenda kuzika, lakini katika umati wa watu Yesu akaona huyo mama. Naomba katika umati ya watu wengi usiku wa leo Yesu akuone. Naomba katika umati ya wengi wanaofanya sauti nyingi Yesu akuone. Kama unasikia sema amen. Inua mkono wako sema Bwana Yesu, naomba unione usiku wa leo. Biblia inasema kwa kitabu cha Kutoka 3:7 ya kwamba Mungu akaona mateso ya wana wa Israeli akaja kuwaokoa. Naomba Mungu usiku wa leo aone mateso yako aje akuokoe. Naomba Mungu usiku wa leo aone kilio chako na aje akuokoe. Naomba usiku wa leo Mungu aione familia yako mahali iliko na iende akaitetee. Kama unaamini sema Bwana Yesu unione usiku wa leo. Patia Bwana makofi ya ajabu kwa sababu anakuona usiku wa leo. Kama unaamini, mshangilie tena zaidi.
Biblia inasema Yesu akamuona huyo mama. Yesu akamuona kati ya watu wengi. Yesu akaangalia akaona hao wengine wote wanaweza lia, lakini hawana uchungu ya huyu. Akaona huyo mama. Yesu akutoe katikati ya umati, akuone leo usiku wa leo. Shida yako haitoe kwa shida za umati, akuone usiku wa leo. Umehitaji nyumba, akuone usiku wa leo. Unahitaji amani ya moyo, akuone usiku wa leo. Unahitaji urejesho wa ndoa, akuone usiku wa leo. Unahitaji salama kwa watoto wako, akuone usiku wa leo. Unahitaji kazi, akuone usiku wa leo. Natangaza usiku wa leo, kabla hatujaondoka hapa, Yesu akuone, Yesu akuone, Yesu akuone. Natangaza Yesu akuone. Haleluya. Kitu cha pili alichokifanya ni kwamba alipomuona akamuonea huruma. Natangaza mbingu zisikuone peke yake, lakini zikuonee huruma. Nasema mbingu zikuonee huruma. Nasema mbingu zikuonee huruma. Inamaanisha nini? Hautapata haki leo kwa sababu ulikuwa mwenye haki, lakini kwa sababu huruma za Mungu zitaachiliwa juu yako. Hautafanyiwa muujiza leo kwa sababu uliustahili, lakini kwa sababu huruma za Mungu zitakuja juu yako. Huruma ni nini? Huruma ni wakati ulifaa kuhukumiwa, lakini mwingine amesema nimechukua hukumu yake, nimeondoa hukumu yake. Wakati haukuwa umefaa, lakini mwingine akaja akasimama nafasi yako. Naomba usiku wa leo mbingu zisimame nafasi yako, zikuonee huruma, zikuonee huruma, zikuonee huruma. Kama unaamini sema haleluya. Kitu cha tatu ambacho alichokifanya na Yesu akaongea. Ninaomba usiku wa leo mbingu ziongee na wewe. Nasema usiku wa leo kwa shida yako mbingu ziseme kitu, mbingu zisinyamaze kimya, mbingu zisibaki zikitulia. Naomba usiku wa leo mbingu ziongee kwa shida yako. Naomba usiku wa leo mbingu ziongee kwa tatizo yako. Kama unanifikia sema ndio. Naomba mbingu ziongee. Biblia inasema na Yesu akaongea, na Yesu akamwambia usilie tena. Usilie tena. Sijui umelia ya kutosha namna gani. Naomba machozi uliyoyalia ya mwisho iwe ya jana. Leo usilie tena. Leo usilie tena. Leo usilie tena. Umelia ya kutosha, umepitia ya kutosha, umefunga ya kutosha. Mbingu ziongee usiku wa leo, zikupe tumaini, zikuambie usilie tena. Natangaza hautalia tena. Nasema hautalia tena. Nasema hautalia tena. Nasema hautalia tena. Yesu ameongea usiku wa leo. Yesu ataongea kwa maisha yako. Yesu ataongea kwa biashara yako. Yesu ataongea kwa nyumba yako. Yesu ataongea kwa boma yako. Yesu ataongea kwa kazi yako. Yesu ataongea kwa familia yako. Atasema neno moja, usilie tena. Kitu cha nne alichokifanya baada ya kuongea, akaigusa jeneza. Natangaza shida yako iguswe na Yesu leo. Natangaza magumu yako iguswe na Yesu usiku wa leo. Natangaza shida zako ziguswe na Bwana usiku wa leo. Natangaza kila unachokipitia mkono wako hauwezi kukifikia, mkono wa Bwana ukifikie. Natangaza mahali ambapo akili zako haziwezi kufika, mkono wa Jehova ambao sio mfupi ufike na uguze shida yako. Kama unanisikia sema haleluya. Biblia inasema na Yesu akaigusa jeneza, na wala hakuna mtu ambaye angeendelea kuibeba wakati aliigusa. Natangaza leo kila aliyekuwa anabeba hatima yako, kila aliyekuwa akikuvunja moyo, Bwana anapogusa shida yako, wote waachilie usiku wa leo, wote wasangae usiku wa leo, wote wapigwe na shambaa usiku wa leo, wabaki wakijiuliza ni nini imefanyika. Haleluya, haleluya. Natangaza Yesu aguse shida yako. Nasema ruhusu Yesu aguse shida yako. Nasema mruhusu Yesu usiku wa leo aguse shida yako. Inua mkono wako kubwa useme Bwana Yesu, gusa shida yangu. Haleluya. Kitu cha tano alichokifanya ni kwamba alipogusa jeneza akazungumza na mufu. Kila kilichokufa kwa
maisha yako, hakikusikia sauti ya maombi, hakikusikia sauti ya unabii, hakikusikia sauti yoyote, kisikie sauti ya mbingu usiku wa leo. Mbingu izungumuze na maiti iliyokufa ili kwamba ikasikie sauti ambayo ilikataa kusikia mbele. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuna mtu hapa ambaye anasikia Bwana anataka kuzungumza na vilivyokufa ndani yake, na anamwambia kama vile inaandikwa katika kitabu cha Isaya sura yake ya 60 mstari ya kwanza, ya kwamba inuka uangaze, kwa maana nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekujilia wewe. Inuka uangaze, maana nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekujilia wewe. Inuka uangaze. Angalia jirani yako, mwambie ni muda wa kuangaza. Pata jirani yako high five, mwambie ni muda wa kuangaza. Mwambie ni muda wa kuangaza. Inuka sasa. Paulo anaandika, anasema, amuka wewe usinziae, toka katika wafu, na Yesu Kristo atakuangazia. Natangaza kila mahali ulipokaa, kila mahali ulipolala, kila mahali uliposikia ni kama mambo yamekufa, usiku wa leo nazungumza na ufu wa maisha yako. Amuka uangaze, usimame uangaze, nuru yako imekuja. Haleluya. Na kitu cha mwisho ambacho Yesu alikifanya, akamurejeshea mama yake. Natangaza usiku wa leo pawe urejesho kwa maisha yako. Natangaza usiku wa leo pawe urejesho kwa maisha yako. Natangaza kilichokuwa chako kiendelee kuwa chako, kilichoumbwa kuwa chako kifanywe kuwa chako. Sikiza nikwambie, nilikwambia na nitakwambia tena, chochote Mungu alikiumba kiwe chako, hata kikichukuliwa bado atakileta kiwe chako. Hata kingelienda mbali atakileta kiwe chako. Kazi ambayo Bwana aliandaa iwe yako, hata shetani angelifanya nini, kwa muda wa Mungu ataifanya iwe yako. Usiku wa leo ninaomba mbingu zilete kila kilichopotea kwako kirejeshwe kwako, kila kilichochukuliwa kwako kirejeshwe kwako. Kama unaamini sema haleluya. Biblia yangu inaniambia ya kwamba mama ya Musa alipochoka na Musa, akaenda akamweka kwa maji, na msichana wa Farao alipoenda kuoga akamwona Musa, akamchukua Musa akalia. Lakini huyo msichana akasema, huyu ni mmoja wa watoto wa Ibrania ambaye amewekwa hapa, nitampeleka nyumbani, atakuwa wangu. Na alipompeleka nyumbani, huyo mtoto hakukuwa wake, alikuwa na mama yake. Ilibidi Mungu afanye muujiza. Miriamu akaenda akamuuliza, nikutafutie mtu ambaye anaweza kukulelea mtoto na kumnyonyesha. Huyo mama hangenikataa, kwa sababu damu ya Musa ilikuwa juu ya mama yake, na mama yake alijua kilicho changu kitakuwa changu tu. Hata kingelichukuliwa, hata kingelipelekwa, changu kitakuwa changu tu. Huyo binti wa Farao akamwambia, kwenda umlete. Wakaleta mama ya Musa. Mama ya Musa akaanza kumnyonyesha Musa, akaanza kulea Musa kwa malipo. Natangaza leo, kenye ulifikiria umepoteza kirejeshwe kwako kwa malipo, kirejeshwe kwako kwa malipo, kirudishwe kwako kwa malipo. Kama unaamini sema kirejee leo. Kama unaamini sema kirejee leo. Biblia inaniambia mama ya Musa akalea Musa akiwa analipwa na msichana wa Farao, asijue ya kwamba huyu ndiye mama ya mtoto, huyu ndiye ambaye alimzaa na alikuwa amempoteza, lakini mbingu zilibidi zimrudishie. Naomba usiku wa leo, kila kilichopotea kwa maisha yako mbingu zirejeshe kwako, kirejee kikiwa kiko sawa. Kilipotea kikiwa kimechoka, kikiwa kimekufa, mbingu ikurudishie kikiwa hai, mbingu ikurudishie kikiwa na uwezo. Mikono yako sema, Bwana, ninatumaini ya kwamba unanirejeshea usiku wa leo kila kilichopotea kinarejea. God bless you, God bless you, God bless you. I say God bless you. Stand on your feet.